hata kwenye kukata nira hizi lazima uwe umepewa uweza kukata nira. Sijui mnajua maana ya nira? Nira wanafungiwaga ng'ombe, wale ng'ombe wanafungiwaga nira zinakuwaga ngumu sana kuzikata, lakini wewe kuzikata kama mtu wa Mungu ni baada ya wewe kuvikwa uweza. Ukisoma Isaya 58 mstari wa 6, maana matakatifu ya Mungu anasema, je, saumu niliyochagua sio ya namna hii, kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira? Kufungua vifungo, kuacha huru walioonewa. Kama una uweza, huwezi. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kukata hizo nira, kumwondoa mtu aliyeonewa kuwa huru. Lazima uvikwe uweza wa Roho Mtakatifu ambao utakuwezesha wewe kufungua hizo nira, kufungua hivyo vifungo, kuacha huru walioonewa. Unajua hamna kitu kibaya kama uonevu. Hamna kitu kibaya kama hicho. Ukiona mtu anaonea mtu, yani huyo mtu ni hatari sana. Hukumu yake ni kubwa. Lakini anasema wewe unatakiwa kumfungue aliyeonewa. Utamfunguaje kama ukuvikwa uweza? Hizo nira utazifunguaje wewe? Utaweza kuzifungua baada ya kuvikwa uweza wa Roho Mtakatifu mwenyewe. Kwa hiyo huu ndio jinsi ambavyo ninaongea kwa habari ya uweza. Mtu wa Mungu uliyekuwa nje, neno la uweza ni la muhimu kwako. Na uweza huu unatoka kupitia Roho Mtakatifu mwenyewe. Usije ukafikiri utaweza kufanya vitu vya maajabu kwa nguvu zako, sababu hata ukienda upande wa pili huwa vina expire. Yaani vina expire. Lakini uweza wa Roho Mtakatifu uko pale permanently. Unafika unasema amewezaje? Ameweza na ataweza na zaidi ya kuweza, kwa sababu ya Roho Mtakatifu mwenyewe. Lakini ukigeukia upande wa pili, hivyo vinakuwa na muda tu, baadaye vina expire. Maana havina nguvu ya Roho Mtakatifu. Havina nguvu ya Roho Mtakatifu. Unapovikwa uweza, basi ni rahisi wewe kusonga na kusonga na kusonga na kusonga. Unafika mahali unajiuliza umewezaje? Unagundua kwamba kumbe Roho Mtakatifu ndio aliyeniwezesha. Upande wa pili nimekwambia kuna ku expire. Utaweza kwa muda tu.